hatuchezi ngo. No. Bana Boimanda. Bana karibu sana kwenye Jana na Leo ya Wasafi FM. Na kwa faida tu ya wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wetu, huyu anayesikika kwa sasa ndiye afisa habari wa bodi ya ligi Tanzania. Hivi dabi ya Juni 15, dabi ya Kariakoo ipo karibu? Naam. Wako ndugu zangu kutoka Kaliua, Sikonge, Urambo, Igunga, Uyui, Nzega na Tanzania yote yani Tabora na Tanzania yote kwa ujumla ina shauku ya kutaka kujua dabi ya Kariakoo ya Juni 15 ipo? Kama bodi ya ligi kuu Tanzania kuhusiana na mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Young Africans Sports Club dhidi ya Simba Sports Club maarufu kama Kariakoo Derby, kwamba mchezo utafanyika Juni 15, na tangu tutoe taarifa hiyo hakuna taarifa nyingine yoyote iliyotolewa na taasisi yenye mamlaka ya kusimamia na kuendesha ligi, bodi ya ligi kuu Tanzania, kuhusiana na mabadiliko yote ya tarehe ya mchezo huo. Kwa hiyo taarifa rasmi ambayo kuzungumza kwangu hapa ni kama vile narejea kilichowahi kuzungumzwa ama taarifa iliyotolewa ni kwamba mchezo huo utafanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Juni 15 kuanzia majira saa 11 kamili jioni. Hiyo ndio taarifa rasmi ndugu yangu. Kwa hiyo dabi ipo. Ipo na hatujawahi kusema haipo. Kuna wakati mechi hizi zinaandaliwa huwa kuna mazungumzo na kupeana majukumu kati ya timu mwenyeji na bodi ya ligi ambao ndio chombo kinachosimamia ligi yetu. Mara ya mwisho kuzungumza na kupeana mikakati ya mechi hiyo ya Juni 15 na mwenyeji wa mechi hii ambaye ni Young Africans ilikuwa lini karibu? Mikakati ya mchezo huu ilishafanyika. Tulishafanya vikao vingi sana. Tukapanga kila kitu kinavyopaswa kuwa. Mlipanga na Yanga kabla ya machi 18 ndio tulipanga kila kitu, na kwamba tutapita mle ambapo tulipita, lakini hata hiyo mipango ambayo natoka kuizungumzia sasa hivi hatukuipanga siku nyingi sana kabla ya kusikia tarehe ya ule mchezo. Tulipanga siku kadhaa kuelekea ule mchezo, kwa sababu kabla ya hapo wahusika wote wa mchezo huu wanakuwa wanafanya maandalizi yao binafsi kwanza. Okay. Hilo ndilo ambalo tunaamini mpaka sasa linafanyika, kwa sababu sisi bodi ya ligi kuu Tanzania tunafanya maandalizi yetu na tunaendelea nayo. Tunaamini timu mwenyeji Young Africans Sports Club anafanya maandalizi yake na anaendelea nayo. Timu mgeni Simba Sports Club anafanya maandalizi yake. Sema applied tu wadhamini wetu wakiwepo Media Limited ambayo ni broadcaster anafanya maandalizi yake binafsi, TBC kwa upande wa redio anafanya maandalizi yake, NBC kama mdhamini mkuu anafanya maandalizi yake. Hata nyie wanahabari na vyombo vya habari pamoja na wadhamini na washabiki, kila mmoja anafanya maandalizi yake. Lakini siku zinavyosogea tunakwenda kwenye hatua ya pili ya maandalizi, ambayo hii yenyewe sasa inahusisha kuunganisha taarifa za maandalizi ambayo ni individual, kwa maana ya kila taasisi iliyoyafanya, ili kupata maandalizi ya ujumla ya mchezo husika. Hatua hii bado hatujafikia. Kwa hiyo itakapofikia tutafanya mawasiliano na Yanga, tutafanya mawasiliano na Simba, tutafanya mawasiliano na Azam, TBC, na kama hivi sasa tunafanya mawasiliano na vyombo vya habari. Kwa hiyo tuvute subira. Utakapofikia wakati tutatoa taarifa itakayolazimika kutoka, sababu pia vikao vyetu sio kila kikao tunachokifanya na wadau wetu tunaeleza tumekaa tumeamua kitu gani, lakini pale tutakapoona katika kuunganisha nguvu kwenye yale maandalizi tuna jambo ambalo tunalazimika tushare na public, basi nyie ndio watu wetu wa nguvu, tutawatafuteni, tutawajuza kwamba tumekutana leo na wadhamini, tumekutana leo na timu mwenyeji, tumekutana na timu mgeni, maandalizi yanakwenda 1 2 3, tumefikia hapa na kadhalika.
labda mnakusudia pengine lini kukutana na mwenyeji wa mchezo Young Africans, kwa sababu watu hawaoni hata harakati ya utaratibu za uuzwaji wa tiketi kuelekea Juni 15. Kwa misimu kadhaa sasa, tiketi za mchezo wa dabi ya Kariakoo zimekuwa zikiuzwa takriban juma moja kabla ya mchezo wenyewe, juma moja, na wakati mwingine inabidi labda siku mbili hivi na kadhalika. Na kwamba hata hii nadhani practice ni ile ile. Ni vile tu mchezo wenyewe umekuwa ukisubiriwa kwa hamu sana kwa sababu uliahirishwa. Ndio sababu watu wamekuwa wakidai mapema zaidi, lakini tukikumbuka michezo ya nyuma ilikuwa ni hivi tu, Inawezekana mpaka kufikia leo ilikuwa bado imetangazwa viingilio vya mchezo. Mara nyingi tumekuwa tukitangaza juma la mwisho kuelekea mchezo wenyewe, na advantage kubwa kwenye huu mchezo, tayari kuna tiketi ambazo zilishauzwa na zipo kwenye kadi za mashabiki wetu wa zamani ambao walinunua tiketi. Kwa hiyo ni tiketi kadhaa tu ambazo zimesalia ndizo ambazo zitauzwa. Kwa hiyo utakapofikia wakati tutatangaza viingilio, tutatangaza wapi tiketi zinapatikana na taratibu zingine za mashabiki ambao hawakufanikiwa kupata tiketi kwenye ule mchezo ambao uliahirishwa, basi na wapate kununua tiketi zao kwa wakati. Young Africans toa statement ikiwa ni pamoja na kusikitika kwa kile ambacho kilitokea Machi 8 baada ya mechi kutochezeka, na wakawa wana madai yao ambayo wanataka yafanyiwe kazi kabla ya kuelekea kwenye mechi nyingine ya marejeano. Mmeyafanyia kazi maoni na matakwa ya Young Africans kwa kiasi gani kama bodi? Kwanza niseme kitu kimoja, mpaka kufikia hapa tulipo sasa, jambo lililotufikisha hapa kwanza lilikuwa ni kuahirishwa kwa mchezo. Mchezo uliahirishwa kwa kufuata kanuni, kwa sababu ambazo ziliwekwa kwenye taarifa, na baada ya kuahirisha, taarifa ile ilisema wazi kwamba itapangiwa tarehe nyingine. Kwa hiyo kama ni mpira, basi ulikuwa upande wa bodi ya ligi kuu Tanzania, na jukumu lao lilikuwa ni kuja kutangaza tarehe nyingine. Katikati hapo kuna mambo yaliendelea kati ya Yanga na bodi ya ligi kama chombo chao, yaliendelea kati ya Yanga na taasisi nyingine, lakini ni mambo ambayo yanahusu zaidi uendeshaji, yanahusu zaidi mawasiliano kati ya hao wadau. Hakuwa na jambo lolote lile ambalo lilipaswa kwenda public. Na hata sasa hivi ninapozungumza na wewe, tangu mchezo umeahirishwa mpaka leo kumekuwa na mawasiliano kati ya Yanga na kama chombo chao. Basi hapo wakati tunakwenda kwenye break fupi ya matangazo, nilikuta nimekuuliza Yanga Afrika baada ya mechi ya kwanza kushindwa kuchezeka ya Machi 8, kwenye statement walioitoa walikuwa na concern zao. Kuna vitu walitaka vifanyike, watu wawajibike kwenye bodi ya ligi, ndipo wao warejee na kuweza kuicheza hiyo mechi. Nitaka kufahamu tu kuna concern za Young Africans ambazo tayari mmeshazifanyia kazi? Nilikuwa kujibu kwamba tangu tukio lile mpaka leo tumefanya mawasiliano kadhaa na klabu ya Yanga, na yale ambayo ya pekee ambayo yalikuwa yanapaswa kutolewa kwa umma ndio ambayo yalikwenda kwa umma. The rest yaliendelea kubaki kati ya Yanga na bodi ya ligi kuu Tanzania kama chombo chao. Kuna jambo ambalo wewe umetaja matakwa au umetaja vitu ambavyo wao walikuwa wanavitaka vifanyike, na umetaja na mifano. Nadhani ni vitu ambavyo wewe majibu yake unayo. Mimi sina Karim. Mimi nizungumzie tu kwamba sisi bodi ya ligi kuu Tanzania na Young Africans Sports Club tumekuwa tukiwasiliana mara kwa mara kuhusiana na mambo mengi, na kwamba tutatoa kwa public ama kwa vyombo vya habari yale tu ambayo tunaamini yamefikia hatua ya kuwa shared kwa vyombo vya habari. Kwa hiyo Karim, kwa sasa tunaweza tukasema klabu ya Yanga na bodi ya ligi mambo ni bam bam. Mambo ni dupi na unajua klabu ya Yanga na bodi ya ligi mambo sio bam bam bwana. Mambo ni mazuri. Bodi ya ligi
uhusiano wa bodi ya ligi na Yanga, mambo ni yako hivyo. Mahusiano ya bodi ya ligi na Young Africans Sports Club yako vizuri, kwa sababu bodi ya ligi kuu Tanzania ni chombo cha klabu, lakini klabu mojawapo ni Young Africans Sports Club. Hamna namna yote unaweza ukabaki ukaja kuhubiri kwamba hivyo hizo taasisi mbili mahusiano yake ni mabaya. Kumekuwa na taarifa kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii asubuhi ya leo kwamba muda wowote mwenyekiti wa bodi ya ligi mzee wetu Mguto anaweza kang'atuka kwenye kiti chake. Kuna taarifa zozote zile rasmi ndani ya bodi ya ligi ututhibitishie hili? Hapana. Bahati nzuri leo asubuhi tulikuwa na mwenyekiti wa bodi ya ligi kwenye semina ya TRA kwa klabu za ligi kuu ikiwemo Young Africans Sports Club, ambayo madhumuni yake yalikuwa ni kujenga uwezo na kuongeza knowledge kuhusiana na elimu ya kodi na sheria za kodi. Na semina ile ilifunguliwa na mwenyekiti wa bodi ya ligi mzee wetu Steven Mguto. Hajanidokeza kwamba ana mpango wa kung'atuka, hajanidokeza kwamba ana mpango wa kujiuzuru, na aliondoka pale kama mwenyekiti na ameendelea na mambo yake mpaka muda huu. Sijaona simu yake wala message yake ikizungumzia swala lolote kuhusiana na kung'atuka. Kwa hiyo mzee Mguto, tuondoke na hili kwamba bado yupo sana bodi ya ligi. Kabisa. Labda kakaangu Almasi Kasongo kuna labda ameamua ajiweke pembeni ili kulinda heshima ya kiti. Yeye tumetoka kumaliza hiyo semina masaa machache yaliyopita, na tulikuwa naye kwenye hiyo semina, na ametoka pale akielekea kupumzika kwa ajili ya kuendelea na majukumu yake ya kuendesha na kusimamia ligi. Kwa hiyo na yeye bado tunaye sana. Sasa mwisho Karimu itakuja kwako, labda afisa habari unaweza ukaamua uwajibike kwa niaba ya taasisi. Simu inakatakata. Afisa habari labda na yeye anaweza kaamua kuwajibika kwa niaba ya taasisi. Taasisi gani? Bodi ya ligi kuu Tanzania. Ndio. Bado na wewe upo sana hapo Haijawahi kufanya kosa ambalo linaweza kumlazimisha afisa habari wake kujiwajibisha ama kuwajibika. Haijawahi kufanya kosa la kikanuni, haijawahi kufanya kosa lolote la kisheria. Bodi ya ligi inafanya kazi zake zote kwa kufuata misingi ya kanuni na sheria, na kila kitu kinakwenda vizuri kabisa. Kuna taarifa kwamba Yanga kuna barua ambayo wameiandikia bodi ya ligi na bado bodi ya ligi haijajibu hiyo barua. Kuna barua yoyote na usubiri majibu kutoka kwenu kwenda kwa Yanga? Hilo kutoka kwetu kwenda kwa Yanga ama kutoka kwa Yanga kuja kwetu? Yanga wamewaandikia nyie kama bodi ya ligi na wanasubiri majibu ya kutoka kwenu. Ndicho ambacho Charles William anauliza. Naomba kuelewa vizuri. Msingi wa hilo swali ni kwamba Yanga waliandikia barua bodi au bodi iliwaandikia barua Yanga? Yanga wameiandikia barua bodi, na bodi mpaka sasa haijawajibu Yanga. Taarifa hizi zina ukweli kiasi gani? Tayari waliotoa taarifa hiyo sijui ni nani, lakini kuconfirm kwamba waliandika barua na hawajajibiwa ni swala la Yanga. Kwa hiyo mimi sio msemaji. Kuna barua mmepokea kutoka Young Africans? Sisi tunawasiliana na Yanga almost kila wiki, inawezekana mara 2 mara 3. Lakini kuna barua Yanga wameituma ndani ya bodi ya ligi na bado hamjawajibu mpaka sasa. Nasema hivi, nisikilize vizuri. Ndio. Sisi na Yanga tunawasiliana nao zaidi ya mara 3 kwa wiki. Na haiwezekani mimi nikawa na ripoti kwamba Yanga wametuma barua saa 9. Kwa hiyo mimi saa 10 au saa 12 natoa taarifa kwamba Yanga wametuandikia barua, hatujaijibu bado. Okay. Mawasiliano ni ya ndani na hatuwezi kushare mawasiliano yetu sisi na Yanga. Kama kuna taarifa yoyote kwamba Yanga wametuandikia barua na unataka uthibitisho wake, sasa ni vema ukawauliza Yanga ambao wanasema wameandika barua, au wewe unadhani wameandika barua, sio sisi. Siku mimi ukisikia tetesi kwamba bodi ya ligi imeandikia barua Yanga,
Ukiniuliza mimi nitaangalia. Kama ni mawasiliano naweza kushare na wewe nitakwambia. Lakini mna barua ya Yanga mlioipokea. Na Yanga zipo nyingi tu barua. Zipo nyingi sana. Nyingi. Ndani ya mwezi huu tunawasiliana nao zaidi ya mara 10 na. Zipo ambazo hamjazijibu. Hiyo ni jambo la ndani. Sio kusema kwamba hii tumejibu, hii hatujajibu, hii tumejibu, hii hatujajibu, ila tunawasiliana nao. Karim, kwa hiki ambacho kinaendelea mgongano, mashabiki kuna namna kama wako dilemma hivi kwenye mpira wetu, kwa sababu taarifa za timu mwenyeji kwa sehemu kubwa wao wametangaza kabisa kwamba hawachezi hiyo mechi. Unadhani mkanganyiko huu unaupeleka wapi mpira wetu? Kwa sasa hivi ni kama nilivyokuambia kwenye swali lako la awali kabisa. Nilikuambia mwenye mamlaka ya kuendesha na kusimamia ligi ni bodi ya ligi kuu Tanzania. Kila kitu kinachohusiana na ligi kuu ya NBC kiko chini ya bodi ya ligi kuu Tanzania, ambacho ni chombo cha hizo klabu. Wanaoiongoza hiyo bodi ni viongozi wa hizo klabu. Ndio, ni chombo chao ambacho kimepewa hiyo mamlaka ya kuendesha na kusimamia ligi. Sasa inapokuja swala lolote linahusika mchezo wa ligi, maana yake mtu wa kwanza anatakiwa kuulizwa, ama chombo cha kwanza kinapaswa kuulizwa ni bodi ya ligi kuu Tanzania. Na swali lako la msingi nimelijibu kwamba kwa sasa hivi sisi michezo yote ya ligi inaandaliwa kwanza kwenye pande hizo, kwenye hizo units, kwa maana ya bodi ya ligi, timu mwenyeji na kadhalika. Tutafikia hatua ya kuulizana kila mmoja upande wake amejiandaaje. Bodi ya ligi na Yanga haziwasiliani kupitia Instagram. Bodi ya ligi na Yanga haziwasiliani kupitia Facebook na kadhalika. Zinawasiliana kupitia barua pepe, zinawasiliana kupitia barua na kadhalika. Kwa hiyo sasa hivi kitu pekee ambacho sisi tunaweza kukizungumzia ni kuhusiana na maandalizi ya mchezo kwa upande wetu, na tunaamini suni tutafikia hatua ya kuwa sasa na nafasi ya kuelezea maandalizi kwa ujumla yakihusisha wadau wengine wakiwemo wadhamini wetu. Kwa hiyo kwa sasa hivi mimi neno mkanganyiko, neno sijui wamesema hivi wamesema vile, siko kwenye nafasi ya kuzungumzia hayo mambo, kwa sababu naamini wakati wake haujafika. Lakini tuondoke tunajua kwamba check that out, it's ready to list pamoja na wasikilizaji wetu hapa muda huu kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania imetangaza tarehe ya mchezo namba 180 wa ligi kuu ya NBC Young Africans Sports Club dhidi ya Simba huwa ni Juni 15 saa 11 jioni kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Karim, shukrani sana. Ngoja sisi bwana, mechi ipo Juni 15 Benjamin Mkapa Stadium. Nakushukuru sana ndugu yangu. Adela, usiwe na wasiwasi, mechi ipo. Tukutane uwanjani. Tukutane Benjamin Mkapa Stadium.